Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la Kisongo karibia na uwanja wa ndege. Ajali imejitokeza majira haya ya kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Kelvin. Huyu ni fundi bomba, alikuwa anaelekea maeneo ya Kisongo lakini akapata ajali maeneo haya. Kwa mujibu wa mashuhuda wa ajali hiyo, wamesema kwamba Kelvin alikuwa anatokea maeneo ya mjini anaenda Kisongo. Wakati anakuja ikamyumbisha, akagonga kwenye pikipiki ya magurudumu matatu maarufu kama guta. Ilivyomyumbisha akagongana na pikipiki nyingine ambapo Kelvin alifariki dunia papo hapo. Polisi usalama barabarani walifika eneo hili na kuendelea kuongoza magari kwa sababu ajali ilitokea katikati ya barabara, na tayari gari ya polisi imeshakuja na kumchukua marehemu na kuenda kumhifadhi kwa ajili ya taratibu nyingine. Naitwa John Laiza Kalama. Nilikuwa naelekea Arusha. Kwenye kupishana huyu jamaa nikamwona ameanza kuyumba barabarani. Na azani ni oko imeisha kwenye tairi yake ya mbele. Akaanza kuyumba nikamkwepa, akaja kanigonga kwa ubavuni. Wakaja alikuwa na pikipiki nyingine wakafuatana, wakaja kangongeana hapo katikati ya barabara. Mimi nikayumba, nikakaa pembeni, nikawa megonga ubavuni kwenye guta yangu. Ndio ilichotokea hapo. Pikipiki naona walikuwa wanafuatana wenyewe wawili. Na hii sasa mimi kwenye kuyumba naona kagongana wenyewe katikati ya barabara. Aliokufa ni mmoja, ila sijajua mwingine sasa, kwa sababu hata mimi nimeona tu pikipiki ziko katikati ya barabara, wote wawili wamegongana hapo. Ndio akagusa guta yangu kwa ubavuni, nikajikuta mimi nikaenda mbele kayumba, nikaje kuwakuta huko katikati ya barabara wote wawili. Guta haijaumia kitu wote. Kwa sababu mimi ameniguza tu kwa ubavuni akapita. Ndio mimi nilikuwa nimepakia maharage. Maharage alipokuwa anayumba barabarani, ndio gunia moja ikaachia. Ilipokuwa nakaa pembeni nikaingia kwa ubao, nikaingia kwa pembeni ya barabara, naona gunia moja kamwagika njiani. Huyu jamaa alikuwa na mwendo hata mkali sana. Hapa naona tu ameyumba tu hapo, nikaona kama vile tairi ya mbele imeachia huko, nikaona anayumba, mimi nikamkwepa. Wakaja wawili hapa, mmoja akaja kagusa gutango ubavuni, nikakuta wote. Nilipokuja kusimamisha guta, nikakuta wako katikati ya barabara wamegongana wawili wako katikati ya barabara. Huyu aliokufa alikuwa mwenyewe. Ashida majamaa wa pikipiki muda mwingine huwa ni muda wote wao kwenye uendeshaji wao wanakuwa wako makini. Kwa sababu akikuta hata kama ni kufateki wao wanachomoa upande wote. Sasa akaja kapita kulia kushoto, kwa hiyo hata kwenye side mirror unaangalia kulia unashangaa umepita kushoto. Kwa muda mwingine wanakuwa wako makini. Kwa sababu nakuta kama huyu alikuwa anatembea barabarani. Sasa shida yao kubwa nakuta huko hajavaa helmet, alafu mahali yote akikuta jamu hataki kujua jamu iko vipi. Yeye anachomoa mahali yote. Ndio shida yao kubwa, anatakiwa awe makini sana. Huyu jamaa nilipokuwa namwangalia nikaanza kumuona akiwa mbali. Akaanza kuyumba barabarani. Mimi nikamkwepa. Sasa nilipokuja kumkwepa nikaona kama vile tairi yake kama vile imeisha huko. Ndio tairi ya mbele. Nikamwona amenifuata, mimi nikamkwepa. Akawa wamefuatana wawili, walikuwa wanakuja wanatembea wote wanaelekea sehemu moja wote. Sasa alipokuja mmoja akanigusa kwenye ubavu wa guta, wakaja wakapita. Nilipokuja kuyumba kuingia pembeni ya barabara, nakuja kushika breki na angalia nyuma, kumbe wameangukia hapo nyuma kwa wawili. Sasa sijajua kwamba waligongana hapo katikati ya barabara, sijaelewa. Ndio mpaka sasa hivi unapoona pikipiki pale ziko katikati ya barabara ziko mbili. Jamaa alitoka kwa speed huko hivi, akagonga ile guta pale. Siko tuko nyuma ya guta. Ndio tuko nyuma ya guta, akatufuata sisi hapa. Ndio tukamgonga, tukafuata ajali, ndio tukawa tumeanilia hapa hivi. Ndio akawa amefariki hapa. Aligonga guta ile pale la marage ile hapo. Tunapanda Arusha, tumetoka Kisongo tunarudi mjini. Tunarudi mjini, anatoka mjini anapanda Kisongo. Yaani yeye alipotoka alikuwa kwa speed. Ile speed yake akagonga ile guta, kuna guta liko pale hivi. Akaligonga. Yaani mtu wa guta alimkwepa. Alivomkwepa akaligonga. Alivoligonga sisi tunajaribu kumkwepa tukashindwa. Tulikuwa tumepata hii ajali hapa. Unaona wakati tunakuja hivi, watu tunakuja nini? Tuko speed kubwa, sasa speed yetu tunapiga story tu, tunaongea mambo yetu. Tumepakizana tunapiga story. Ndio ile nikamwambiaje dereva, vipi huyu jamaa? Alipogonga kuta vipi huyu jamaa? Tunaongea yani vipi huyu jamaa? Na ikashatufuata sisi hapo. Kushika breki, ndio tukamgonga, pikipiki kazunguka.
ikarudi. Yaani ajali kubwa aliyopata aligonga ile guta kwa ile speed yake alipogonga guta ndio ilimsababishia ajali. Akapoteza mwelekeo. Na sisi tunarudi taratibu ndio ile tuko salama, tuna shida. So tungekuwa speed kubwa na nili au angekura, yani angekuwa sio guta. Yani angekuwa labani speed kubwa angetukuta sisi hapa. Ingekuwa ni mambo mengine na sisi wenyewe. Hamna, unajua kwa sehemu kama hii hapa ni highway. Sawa. Huwezi mwambia mtu atembee speed ndogo, speed anaona nili. Kwa hiyo alikuwa yuko na mambo yake. Na sisi tunarudi na sisi kuna mtu yuko na mambo yake. Na sisi tuko speed ndogo, tunapiga tu story. Tunapiga tu story, tunabadilishana mawazo ile ndio huyu alipotoka huko yuko na mawazo yake, sijui alikuwa na nini, ndo akagonga guta akatukuta sisi hapo. Hapana, hatujamjua ni wapi. Mpaka sasa hivi hatujamjua. Alikuwa anashughulikia hapo, ndo simu yake yenyewe akasema ampigie ndugu zake hapo hivyo, tuone mpataje ndugu zake. Tunanielewa. Ili asaidiwe. Simu yake ndo ile pale hivyo watu wako nayo pale. Nilikuwa niko nao mimi pale kwa sababu tulipata ajali, mimi nikaiokota. Kuna shehe mmoja nilimpa ile shehe, nadhani kashaondoka. Ndio nikawapa watu pale hivi nikasema pambaneni huyu jamaa apate ndugu zake. Tunawasiliana ndugu zake ili wapate ndugu zake tuweze kurudi mjini sisi. Ndio ajali inaanza kutokea. Kuangalia hivi jamaa amevunjika mguu kila kona, alafu amefariki hapo hapo. Kwa hiyo tulichokuwa tunafanya hapa, tulichukua simu yake tukaangalia namba ambazo alizitumia, tukapigia namba ambayo alikuwa amewasiliana nayo. Baada ya kupigia tukapata mawasiliano, jamaa asema anatoka pale Sabena. Ndo ndugu zake tukawaelekeza kwamba huyu jamaa amepata ajali hapa na amefariki hapa hapa. Kwa hiyo kwa bahati nzuri ndugu zake nao wakatoa ushirikiano. Kwa hiyo ndo baada ya nusu saa wakawa wamefika hapa. Kwa hiyo baada ya kufika hapa nao wakathibitisha kwamba ni watu wanamfahamu, na tukasubiri gari ya polisi ikaja. Polisi ndo wakamchukua. Lakini kila tukiangalia ajali jinsi ilivyotokea, maana huyu jamaa aliingia kwenye guta ambao guta inatoka Kisongo huko na yeye anatokea mjini, huyu jamaa wa pikipiki. Inaonyesha alikuwa na speed, isipokuwa kwa maana jinsi inavyoonyesha, maana yake ile tairi ya mbele ile imetoka upepo ghafla. Sasa ilivyomyumbisha kwa hiyo hakuna jinsi alienda kuingia kwenye lile guta ambalo limebeba magunia ya maharage. Kwa hiyo alifariki hapo hapo na kuvunjika. Kwa mimi mwenyewe dereva toyo, lakini nilikuja hapa kwa kweli iliniuma sana, kwa sababu ndugu yetu kwa kweli alipata ajali mbaya, maana ule mguu umekatika mara mbili. Kwa hiyo umekatika pale kwenye eneo la kukanyagia na kwenye goti, mifupa yote iko nje, kwa maana hajafurukuta sekunde ile za amefariki pale pale. Kwa hiyo ndio jinsi ilivyokuwa. Kwa jinsi ilivyokuwa, au jamaa alikuwa mwendo kasi. Kwa sababu asingekuwa mwendo kasi, ukiangalia jinsi alivyoumia, maana ule mguu hapa kwa kunyagia umekatika kabisa na hapa kwenye goti imekatika kabisa. Kwa hiyo maana yake alijipigiza kwa kiwango cha juu sana. Na alipopiga pale umeona kuna ile pikipiki nyingine, wale jamaa ambao walikuwa wanakuja nao walikuwa taratibu, lakini baada ya kupiga kwenye guta ikabidi pikipiki ihame iende kwa kugwasa wale jamaa ambao walikuwa na pikipiki nyingine. Kwa hiyo kimsingi imesikitisha sana kwa sababu ni ndugu yetu, lakini Mwenyezi Mungu ameamua kuchukua kwa staili hiyo. Au jamaa baada ya kumtazama hatujamfahamu mara moja, lakini kwa sababu tumechukua namba yake ya simu tukapiga, ndugu zake walipokea wakiwa pale Sabena pale. Wakasema wanamfahamu huyo mtu, ndio tukawaelekeza ajali zilipotokea, bimaana kwamba ndio wakaja sasa. Kwa hiyo nadhani yule jamaa aliyekuja ambaye anapaki naye kule, maana jamaa sio kwamba ni dereva pikipiki. Huyo jamaa ni fundi bomba. Lakini site yake ni pale Sabena kwa sababu pale kuna mahardware. Kwa hiyo akija mtu pale akichukua mazaga, kwa hiyo anaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo alikuwa anaelekea Kisongo kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amepanga hilo, kwa hiyo hajafika Kisongo, ameishia hapa. Au jamaa kwenye 35 kwenda 37 hivi. Kwa hiyo bado ukiangalia ni kijana ambaye anahitaji apiganie taifa, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamua kumchukua, kwa hiyo kazi ya Mungu haina makosa. Hilo unalozungumzia kweli ni changamoto sana, kwa sababu vijana wa Arusha asilimia kubwa wanaiona kama vile, yani helmet kama wanaona kama ni kero. Maana ukija kuangalia dereva toyo asilimia kubwa ni bosholi, unaelewa, na makoti tu kama unavyoona. Kwa hiyo kimsingi light ingekuwa kidogo na helmet labda lingemsaidia, lakini vile vile ukija kuangalia ile ajali, yule jamaa hajapigia kichwa. Ndio maana unaangalia ule mguu umekatika kabisa hapa chini pa kukanyagia, alafu na kwenye goti. Maana yake hata ukimwangalia, yani bi maana kwamba kichwa chake chote ni kizima, isipokuwa ule mpigizano. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ametoka damu mdomoni na puani. Ndio maana umeona mikono yake imejikunja hivi, lakini kwenye miguu ameumia sana. Samuel Damiani Mwagama, kwa jina la ufundi ni Konde Decoration and Paints.
Kiukweli nimeumia sana 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 moyoni. Huyu alikuwa ni zaidi ya familia. Alikuwa ni zaidi ya familia kwa sababu unajua tunavyokuja mjini wengi wetu tunaoshikwa mikono ni watu marafiki tu wa kawaida. So mtu ambao umezaliwa naye tumbo moja. Kiukweli mimi Kevi tumejaribu tulikuwa tukisaidiana sana, tumeshikana mkono kwenye kazi zetu za ufundi. Mwenzetu alikuwa ni fundi bomba na nimetoka kuwasiliana naye toka asubuhi. Yaani kiujumla ilikuwa ni kila siku. Dakika ya mwisho message na simu nilowasiliana naye ilikuwa ni mida ya saa 8. Tukiwa tunasubiria utaratibu tuweze kulipwa malipo mahali moja hivi kwenye kampuni ya tour guide tulikuwa tunafanya kazi kama mafundi. Lakini hatimaye mwenzangu nimepiga simu na kuja napigiwa simu mwenzangu amefariki. Amepata ajali. Kwa hiyo tu nachomuomba Mungu jamangu amlaze mahala pema peponi. Kwa jina nalomfahamu ni Kelvin Plumbing, ila jina lake la ukoo sijajua ni nani. Ila mimi nilikuwa namfahamu kwa jina la Kelvin Plumbing. Huku nadhani alikuwa anaenda kwa mteja kwenda kuangalia kazi ya bomba. Maana ashaniambia bwana naenda hivi Kisongo kuangalia kazi ya bomba, nikirudi basi tutakutana mjini. Nikamwambia sawa, haina shida. Sasa mimi natoka tu hapa Buruka hapa. Natoka nakuja napigiwa na mwenzangu simu. Ananiambia bwana Kevin amepata ajali. Sasa dakika ya mwisho ndo nakuja nakutana nacho hicho. Aisee. Kevin sijui nisemeje brother aisee. Kevin Mungu amlaze mahali pema peponi aisee. Kevin yani tulikuwa sijui tunatengenezana connection kazi kwa kazi. Yani akiwa na kazi anapigia simu, mimi na kazi nampigia simu, kuna tajiri anataka kaonane naye anapigia. Yani mtu ambaye anaga mambo mengi na mtu alionyooka kwenye kazi. Kiukweli hiki kifo cha Kevin kwa fuzo au elimu tuloipata hapa kama sisi vijana ambao hususan tunatumia vyombo vya moto, tujaribu kuvipeleka sana service. Mfano kama hizi pikipiki hizi oku, tunatumia oku. Unajua mchina saizi ametuletea oku ambao ni kama mbadala wa tipu. Mbadala wa tipu ambapo tipu ni kitu kizuri kuliko hata oku. Oku kuna muda ukikaa nayo muda mrefu huaga ina expire. Sasa sisi tunajua uchumi wetu ulivyo, sometimes unakuta umejisahau wewe, unajua tu oku yangu mimi iko fresh. Kumbe dakika ya mwisho oku ime expire na kuja ina bust barabarani, unapata ajali, ndo kama hivyo. Lakini kuhusu tuseme speed, mwendo anaendaga wa pikipiki ni kawaida tu, tunaendaga pikipiki kawaida tu. Anaga speed na sio mlevi, sio mnywaji, yani sio mlevi wala sio mtu anayetumia vitu. Mfano kama tunaweza kutolea mfano kama hii mirungi, bangi, sio mtu wa kutumia hivyo vitu. Ni mtu ambaye yani yuko peaceful tu, yani huyu jamaa wangu. Sijajua ndio unafuatilia utaratibu. Unajua kama nilivyokuambia mwanzo, mjini bwana, tunavyoishi mjini kweli kabisa Kusaga. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kama unavyosemaga hata redioni Sunrise, tujitahidi sana kumshukuru Mungu. Ukiamka asubuhi, ukirudi salama, mshukuru Mungu kabisa. Ishi na watu vizuri sana, usijifanye mbabe. Hii dunia ni kama tunakesha, tunaota moto tu. Leo upo, kesho haupo. Ndio kama hivi leo mwenzangu nimetoka kuwasiliana naye mchana anajua saizi ngoja nimpigie nimpe chochote kitu, hata shilingi 10,000 elfu ngapi kwa kunipa kazi. Dakika mwisho ndio hivyo, sina tena. Nampigia simu haishikiki. Nakuja kupigiwa simu naambiwa jamaa amepata ajali. Kwa majina mimi naitwa Rashidi Hamisi. Nimepita hapa, nilikuwa naenda maeneo ya Sub Square, nimekutana na taharuki, mwenzetu amepata ajali hapa. Na bahati mbaya Mungu amemchukua, yani amefariki. Kwa vijana wenzangu tu wa Arusha, mimi nilikuwa napenda tuwashauri yani kwa umoja. Wao wanapendelea kuvaa elementi sana. Kwa sababu angekuwa na elementi ingemsaidia, labda angevunjika tu mguu, kichwa kisingepata madhara makubwa. Asante, kwangu ndo hayo tu. Labda kama kaka anaweza kuchangia naye kidogo.